yako tu unawaza. Sawa. Ndio maana nataka kufundisha neno ili uende kwenye nafasi ya kuweza kujua hivi vitu. So kama jana tulisema hali, tunaongeza njia ya pili. Hivyo vyote tunaweza kujifunza moja mpaka tunamaliza. Sawa. Kwa hiyo tunapokuja neno la Mungu, kizungumza neno kimsingi ni Biblia. Sawa. Kizungumza neno kimsingi tunasemea Biblia. Tumepata nafasi ya kujifunza, tunasema Biblia ni neno la Mungu. Sawa. Ndivyo ambavyo tumepata nafasi ya kujifunza kwamba hili ni neno la Mungu. Sawa. Na hili neno la Mungu kwa kuangalau kuongeza ufafanuzi, hii Biblia ambalo tunalisema ni neno, wakati fulani tunasema tu ni neno la Mungu kwa sababu tulifika kanisani akasimama mchungaji akatuambia hili ni neno la Mungu. Hatujapata hata uthibitisho kweli kama ni neno la Mungu. Wakija mtu akakaza kabisa kutuambia hiki ni kitabu aliandika wazungu, tunaweza tukakubaliana naye. Sawa, kwa sababu hatujajipatia uhakika wa kusema kweli hili ni neno la Mungu. Biblia hii ambayo tunaisemea ni neno la Mungu, tuna vitu ambavyo imekwenda hatua kwa hatua. Sawa, imekwenda hatua kwa hatua. Hii Biblia imetoka kwa Mungu. Sawa, neno imetoka kwa Mungu. Hii ilikuwa ni sauti, kwa sauti imechukuliwa ikawekwa katika maandishi. Maana alikuwa anasema alafu mwingine anaandika. Sawa. Kwa hiyo huwa tunajifunza Biblia, what is the Bible, tunasema Biblia inatoka kwa Mungu. Sawa. Kutoka kwa Mungu inakuja kwenye makusanyo. Sawa. Kutoka kwenye makusanyo inakuja kwenye makaratasi. Kutoka kwenye makaratasi inakuja kutufikia sisi. Kwa hiyo tuna cha kwanza tunasema from God to canon. Canon ndio makusanyo. From canon to pages. Pages ndio makaratasi. From pages to us. Sawa. Kwa namba moja ilikuwa kwa Mungu. Ilikuwa ile neno lilikuwa kwa Mungu. Kama vile ambavyo tunasoma Yohana 1:1. Unakumbuka hapo mwanzo kulikuwa kwa neno na neno alikuwa Mungu na neno alikuwa kwa Mungu. Sawa. Kwa hiyo neno mwanzoni kabisa alikuwa kwa Mungu. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinaasisiwa, vina originate kutoka kwa Mungu. From God to canon. Canon ni vitu gani? Canon nimesema ni makusanyo. Makusanyo kwa maana ya kwamba wakati Mungu anasema, alikuwa anawasemesha watu katika watu tofauti katika mazingira tofauti. Sawa. Kwa mfano ukimchukua Musa, nataka angalau ni kujengea msingi wa kujua hili ni neno la nani? La Mungu. Sawa. Asifiwe. Sio tu kuambiwa hili ni neno la Mungu. Shikaga hivyo hivyo. Ukiulizwa huko unashuhudia, sema ni neno la nani? La Mungu. Haujajipatia uhakika kabisa. Sawa. Tukianza kitabu cha Mwanzo kabisa. Mwanzo 1:1. Mwanzo 1:2. Mwanzo 1:3 na kuendelea. Aliyeandika ni Musa. Sawa. Musa aliyeandika kitabu cha Mwanzo. Kwenye maandiko haya Musa ni mtoto mdogo sana. Sawa. Yesu asifiwe. Kwa sababu Musa anakuja kuzaliwa miaka 400 kasoro. Sawa. Miaka 400 kasoro wana wa Israeli wakiwa kule Misri utumwani. Sawa. Musa ndo anakuja kuzaliwa. Biblia inatutazamisha pale ya kwamba akatoka Amram akamuoa Yokebed, alafu wakazaa watoto kule. Alizaliwa Haruni, akazaliwa Miriam, baadaye akaja akazaliwa Musa.
wakati imekaribia kutimia miaka 400 ya utumwa. Sasa nyuma ya miaka 400 pana Yakobo, sawa, wana wa Israeli walikuwa wanaenda utumwani kule Misri. Nyuma ya Yakobo yuko Isaka, nyuma ya Isaka yuko Ibrahim, sawa. Nyuma ya Ibrahimu yuko Tera, yuko Nahori. Unarudi mpaka unakuja kwa Shemu, sawa, kuja kwa Nuhu, sawa. Inatokea gharika pale. Gharika inapotokea huku nyuma kuna akina Lameki, kuna akina Noa, Enoki, Lameki, Enoki, sawa. Wapo akina Mahalaleli huku, yaani mpaka unakuja kwenye hii nafasi ya Adamu, yule mwanadamu wa kwanza. Ninaposema Musa ni mtoto mdogo, ninachukua reference ya Adamu na nani? Na Musa. Yaani mpaka Musa anakuja kutokea, yaani kuna pengo kubwa sana hapo katikati. Sawa? Bwana nibarikiwe. Lakini Musa huyu anapokuja kutokea, angalia anapotuandikia, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa na utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Musa anapoandika ni mtu anayeona. Mungu akasema iwe nuru. Yaani alikuwa anaona. Sawa? Alikuwa anaona nchi ikiwa ukiwa, ikiwa utupu, ikiwa giza. Alafu Mungu alipokuwa anasema nuru iwe, nuru inakuwa. Musa alikuwa anaona vile vitu. Hapo inakuja kukuleta kwamba kwa uhalisia wa huyu Musa aliyezaliwa yule, asingeweza kutuandikia hivi vitu alivyoviandika hapa. Alipokea kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Bwana libarikiwe. Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka, sawa, anaweza akaandika Musa. So mnakumbuka kilivyokaa? Alikuwa anakutana na Mungu anaandika hivyo. Sawa? Safari inavyoenda wanafika bahari ya Shamu, hiyo anaweza kuandika kwa sababu ni yeye mwenyewe sasa alikuwa kwenye nafasi. Bwana libarikiwe. Yesu Kristo asifiwe. Unakuja mambo ya Walawi pia unakuja, lakini angalia anachokiandika kwenye mambo ya Walawi. Ni taratibu, ni sheria. Anazikuta wapi? Sawa? Anazipokea kutoka kwa Mungu. Ninasema kwa nini ninasema hili ni neno la Mungu? Nataka tutakavyokuwa tunajifunza hapa ya kwamba unaweza ukasikia Mungu anakusemesha kupitia Biblia, kupitia hili neno. Kwa lazima uwe na msingi thabiti kama hili ni neno, ujue kwa hakika kama hili ni neno la Mungu, kwa sababu kama una mapokeo tu, kuna mazingira tunakuwa tunapita, tunaanza kulitilia shaka hili neno. Unaambiwa amini, mbona imeandikwa? Unasema nina uhakika gani kama ni Mungu? Kabla hujapitia msimu fulani ni rahisi. Yaani tukiwa tunafundishana ya kwamba siku ukiugua wewe unakiri uponyaji, ni rahisi. Ije siku sasa unaumwa. Sawa? Tuje kwenye msimu halisi sasa, alafu tuone uanze kutendea kazi kile tulichokufundisha. Pale watu ndio wanasema Mungu angekuwepo. Sawa? Bwana Yesu libarikiwe. Musa anapoandika na anapokuja kuandika Petro, kada za hawa watu ni mbili tofauti. Petro alikuwa mvuvi. Sawa? Musa alikuwa mchungaji wa kondoo kule kwa Yethro wakati Mungu anamtokea. Sawa? Anapokuwa anaandika Luka na anapokuja kuandika Mathayo ni watu wenye kada mbili tofauti. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, Luka alikuwa daktari. Sawa? Yesu asifiwe. Anapokuja kuandika Amosi na anakuja kuandika mwingine anaitwa Paulo, watu wawili tofauti. Paulo alikuzwa kama mtu wa sheria, Farisayo, ndivyo alivyolelewa.
lakini Amosi amekuzwa kama mchungaji wa ng'ombe. Lakini hao watu pamoja na tofauti za kada zao, wanapoandika wanaandika kitu kinafanana. Haukuti kwamba Amosi kwa sababu ni mfugaji, basi Amosi ni mfugaji na mkulima wa mashamba, anaanza kukinzana na Paulo Farisayo, kwamba Musa huyu alikuwa mchungaji, anapoandika anakuja kupishana na Yeremia. Hao watu walikuwa wanaandika vitu vinafanana. Kwa nini? Walikuwa wanapokea kutoka kwenye chanzo kimoja. Bwana nibarikiwe. Wana elimu tofauti, lakini wakiandika wanaandika kitu kinafanana. Halafu wako maeneo tofauti. Tukifanya tu majaribio hapa, sisi tuko tu wachache hapa. Biblia imeandikwa na zaidi ya watu 40. Sawa? Zaidi ya watu 40 kwa kipindi cha miaka zaidi ya 1500. Sawa? Watu zaidi ya 40, miaka zaidi ya 1500, katika maeneo tofauti, watu wa kada tofauti, lakini wanaandika kitu kinafanana. Huyu anapoandika usizini na huyu anaandika usizini. Huyu anapoandika umpende jirani yako na huyu naye anaandika umpende jirani yako. Ni kana kwamba walikuwa wanaigiriziana. Yaani ukisoma Biblia ni kana kwamba watu walikuwa wanaigiriziana. Kumbe Petro alikuwa, wakati Yohana anaandika anasema siwaandikii amri mpya, mpendane. Sawa? Mpendane. Tayari huku nyuma tulikotoka tumeshajifunza Mungu ni pendo. Kwa ni kana kwamba Yohana na yeye alikuwa anasoma vya wenzake alafu anaandika. Alikuwa asomi vya wenzake, alikuwa anaandika vya kwake. Yesu asifiwe. Kwa hiyo angalia sasa, tukifungiana sisi watu watatu, chukua huyo ufungia kule hapo tu chumba cha juu tu pale, huyo mfungie chumba cha pale juu, huyo mfungie hapa, mwingine mfungie hapo chini kidogo. Alafu ambie anzeni kuandika. Huyu mmoja ni mhasibu, huyu mwingine ni mkulima, huyu mwingine ni engineer. Kila mmoja ataleta vitu ambavyo vinafanania fani yake. Lakini ukiangalia habari za Mathayo hazifanani kabisa fani ya Mathayo ya kutoza ushuru. Habari za Luka hazifanani kabisa habari za udaktari. Sawa? Kwa nini? Alikuwa analisema neno la Mungu. Bwana nibarikiwe. Kwa hiyo ni Mungu alikuwa anachukua vitu analeta kwenye, sasa tumesema from God to canon. Tukisema canon tumesema ni makusanyo. Makusanyo ikiwa na maana gani? Hao watu walikuwa wanaandika wakiwa sehemu tofauti tofauti. Kwa sasa hivi vitu inabidi vikusanywe, vianze kuwekwa kwenye makaratasi, kwamba Mungu alikuwa anasema na huyu mtu. Anaposema na huyu mtu yuko Ibora, huyu mwingine yuko Iringa, mwingine yuko Njombe, mwingine yuko wapi. Kwa hiyo anapoanza kuandika vile vitu anaviandika akiwa Njombe. Sasa inabidi mwisho wa siku tuje tupate kitu kimoja kutoka kwa hawa watu zaidi ya 40 hapa. Kwa huu msimu wote mrefu inabidi tuje kupata kitu kimoja. Hapo panakuja kitu kutoka kwa Mungu, tunakuja kwenye makusanyo. Tuvikusanye vile vitu, tuvilete pamoja. Tukivileta pamoja, tuviweke kwenye karatasi, pages. Sawa? Halafu kutoka kwenye makaratasi vije kumfikia mtu. Bwana nibarikiwe. From pages to us. Sasa angalia ule mrorongo. Nataka hapa ujifunze kitu cha msingi. Mungu, makusanyo, makaratasi, watu. Hapa katikati pamehusisha tafsiri. Sawa? Yaani maana yake kile kitu kilichosemwa na Mungu kimepitia katika hizo channel mpaka kinatufikia sisi. Manake hapa katikati panaweza pakaingia ubinadamu wa mtu hapa katikati. Sawa? Panaweza pakaingia ubinadamu wa Mfalme Suleiman, akaingiza kuoa wake wengi, na usipokuwa smart na wewe ukaibuka na imani ya kuoa wake wengi na ukasimamia kusema Suleiman alioa wengi. Sawa? Yaani alipoingiza ubinadamu wake Daudi,
na wewe ukaingizwa binadamu wako, ukashindwa kufahamu ya kwamba ili neno limetoka pale likaja hapa linakuja kunifikia mimi. Kuna tafsiri kutoa tu hilo neno kutoka kwa mwandishi wa kwanza aliyekuwa anaandika kwenye Kiyunani mpaka kuleta kwenye huyo anayetafsiri, kuweka Biblia kwenye kisafu. Sasa unajua kuna lugha za kisafu, Biblia kisafu, yaani kutoka kwenye Kiyunani mpaka uje kuleta kwa huyu ambaye ni msafa leo. Yaani lazima kuna kitu hapa kina miss, kuna kitu kinapotea hapa katikati. Kwa nini? Sio kama Mungu anakipoteza, ni mchakato wa kutafsiri. Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ule mchakato wa kutafsiri, hebu nisaidie kusoma Wakorintho wa kwanza 15:38. Wakorintho wa kwanza 15:38. Soma. Uwe na Biblia ya Kiingereza pia. Nataka tujifunze tafsiri. Soma sasa Kiingereza, King James. Tumieni akili kama ipasavyo. Nataka hicho kipengele. Nataka uone matokeo ya kutafsiri. Sawa? Tumieni akili kama ipasavyo. Hicho ni Kiswahili. Nimesema Biblia Kiswahili inatafsiriwa kutoka kwenye Kiingereza. Amen. Aya, Kiingereza, King James Version, ambayo jana nilikuwa nasema hapa ndio toleo la kwanza la Kiingereza. Sawa? Na nikasema King James Version walikuwa wanatoa kutoka kwenye lugha ya asili ya Kiyunani. Walikuwa hawatafsiri kutoka kwenye Kijerumani ambacho alitafsiri Martin Luther. Walikuwa hawafasiri kutoka kwenye Kilatino. Walikuwa wanafasiri kutoka kwenye Kiyunani na Kigiriki. Amen. Nisome. Tunaweza kujifunza Kiingereza na Kiswahili. Tumieni akili yenu kama ipasavyo. Hicho ni Kiswahili. Kiingereza kinasema awake to the righteousness. Sawa? Ndio tena kusoma. Awake to righteousness. Awake to righteousness. And sin not. Amkeni kwa ajili ya utakatifu na msitende dhambi. For some have not the knowledge of God. Kwa sababu baadhi hawana elimu ya kimungu. Ninasema haya ili niwafedheshe. Kuna sehemu pale panaonekana tumieni akili ipasavyo. Turudie. Sababu mjelewa. Nafundisha tafsiri. Huyu aliyetafsiri huyu ametoa pale. Sawa? Alichukua Biblia ya Kiingereza akawa analeta kwenye Kiswahili. Huyu kwenye Kiswahili anasema tumieni akili yenu ipasavyo wala msitende dhambi. Lakini mwandishi aliyekuwa anatoa kwenye Kiyunani anasema awake for righteousness. Muwe hai, muamshwe kwa ajili ya utauwa. Sawa? Kwa sababu wengine hawana elimu ya kimungu. For some have no knowledge of God. Awake for righteousness and sin not. Muamshwe kwa ajili ya haki na msitende dhambi. Kwa sababu wako wengine hawana elimu ya kimungu. Ni nini ambacho kinatoka hapa? Ya kwamba hapa pana mwaliko wa kuishi maisha matakatifu, lakini hapa pana mwaliko wa kutumia akili ipasavyo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapo ndipo ambapo anaweza akaja mtu akatukaza kabisa kutumia akili, na akawa anasimamia andiko hili limoja
tumieni akili ipasavyo. Na kweli watu wanatumia akili vizuri. Muda wa biashara, hawaji kwenye ibada, wanaenda kwenye biashara yao. Sasa lazima tuwe na akili. Biblia inasema tutumie akili vizuri. Lakini tukihamia kwenye Kiingereza inasema awake for righteousness and sin not. Sawa? Awake ni kuamshwa, kuwa hai, kuishi kwa ajili ya utauwa, kuishi kwa ajili ya utakatifu na kuto kutenda dhambi. Nasema ni neno la Mungu linatoka kwa Mungu linakuja kwetu sisi. Angalia kinachotufikia sisi leo, tunapata tumia akili ipasavyo. Ndicho tunachokipata leo. Lakini kilichotoka kwa Mungu, muwe hai katika maisha ya utauwa. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu asifiwe. Kuna mchakato hapa katikati wa kutafsiri. Yaani watu walikuwa wanachukua kitu alichokiandika Musa, wanaanza kukifasiri. Na wakati Musa anaandika hakusema hiki ni kitabu cha Mwanzo. Ni watu walikuja wakakipa jina Mwanzo. Walikuwa wanaona kina habari za mwanzoni, wakakipa jina Mwanzo. Kinahusiana na masuala ya kutoka haya, wanatoka Misri wanaenda Kanaani, wakakipa jina Kutoka. Ni wanadamu. Sawa? Wakaona kinahusiana sana na mambo ya Warawi wakasema kiitwe mambo ya Warawi. Kuna hesabu tu, sijui watu wa kabila la Lawi walikuwa 17,000, watu wa Yuda walikuwa 22,000. Hiki tuseme kitabu cha hesabu. Lakini nataka tuone chanzo, source, kwamba chanzo ni Mungu. Hivi vitu vime originate kutoka kwa Mungu, vina